Israeli haiwezi kukubali kuona jamii ya Druze ikionewa na serikali ya kigaidi ya Syria. Ni maneno kadhaa yameyotolewa na waziri wa ulinzi wa Israel Katz pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika kile ambacho kinatafsirika kuwa machafuko mapya ndani ya Syria ambayo yanaripoti mpaka sasa zaidi ya watu 100 kuuawa. Na kusalimu, assalamu alaikum, amani iwe nawe, peace be upon you popote ulipo. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako. Nimekuja kuzungumza na wewe vitu ambavyo siku zote huwa nazungumza na wewe. Kabla ya kuzungumza na wewe, niendelee kuwakumbusha wadau wangu kuwa tupo kwenye maboresho muhimu kabisa ya hii channel yetu ambayo unanitazama hivi sasa ya Rahby Digital, ambayo tunataka kuipeleka kwenda kwenye uzuri zaidi, angalau kuwe na studio, kuwe kuna vifaa na kila kitu, na tupate wigo wa wachambuzi wengi zaidi wenye uwezo mkubwa wa kusikika hapa, hasa masuala ya kimataifa ambapo watu wengi hupenda kuyafuatilia. Tunazo t-shirt ambazo tunazitoa kwa oda ya shilingi 50,000 na fedha yote inatumika katika, tunahesabu kuwa ni mchango wako katika uboreshaji wa hii channel. Kwa hiyo matangazo hayo unayaona na namba hizo ambazo unaziona unaweza ukazifuatisha hapo ili uweze kupata utaratibu wa kutuchangia. Asanteni. Nataka kuzungumza hili japokuwa kuna masuala mawili muhimu sana ambayo yameendelea, lakini itabidi nizungumze la Syria. Kuna usitishaji wa mazungumzo ya nyuklia ya Iran pamoja na Marekani ambao umetangazwa na hakuna tarehe rasmi. Baada ya mazungumzo ya awamu 3 kwenda, ya kwanza ilifanyika Oman, ya pili ikafanyika Rome, ya karudi Oman, kulikuwa na mazungumzo ya Jumamosi Mei 3 ambayo hivi sasa tumetangaziwa kuwa hayatokuwepo na hakuna taarifa ya mazungumzo mapya. Kuna mambo yanaendelea behind the scene kwenye hili kuna siku yake nitakuja kulizungumza tena ikibidi. Nataka kuzungumza machafuko mabaya yaliyopelekea kwenye jamii ya Druze pamoja na serikali ya Syria pamoja na Israeli kujiingiza kwenye mzozo huu kule nchini Syria. Nini kilichojiri? Zaidi ya watu 100 wanaripotiwa kuuawa, huku maelfu wakiwa wamejeruhiwa, hasa kwenye maeneo ya mikoa wanaoishi jamii ya Druze. Jamii ya Druze wanaishi mikoa ya pembezoni mwa Damascus, barabara kuu ya kwenda Suaida, unaenda miji kama Sahnaya. Yote hii ni maeneo ambayo wanaishi hawa Druze. Druze ni jamii ambayo nimewahi kuieleza hapo nyuma, kama hukuwahi kusikia, kuwa hii ni jamii ambayo inatokana na dini yenyewe ya Kidruze. Dini ya Kidruze ni dini ambayo imechukua kidogo sana kwenye Uyahudi, lakini pia imechukua kwenye Uislamu kutoka dhehebu la Ismailia la Kishia, nadharia ya dini yao. Kwa hiyo mwelekeo wa dini yao haufungamani sana na Uislamu wala na ya Uyahudi, isipokuwa wamechukua mafundisho inasemekana katika dini 3 pia, Ukristo, Uyahudi na Uislamu wa Kishia Ismailia, ndio wanaitwa wale Druze. Kiasili hawa ni wakazi asili wa Mashariki ya Kati, hasa wanatajwa kuwa walikuwa wakiishi Misri zamani, lakini wengi zaidi wanakaa Syria, Lebanon na nchi jirani kama Jordan na nchi zingine ziko hapa. Mwaka 74 Israeli alivyochukua ile Golan hasa ni makazi ya Druze. Hii ni jamii ya Druze ambayo inaishi kule Golan. Baada kudondoka serikali ya Bashar al-Assad, tumeona hapa na mwezi Disemba, Israeli alienda kumalizia kukaa eneo kubwa zaidi la hawa jamii ya Druze kwa kiwango kikubwa sana, na kujaribu sasa kulazimisha udugu na hii jamii ndogo ya watu wa Druze ambao kuwa kwa miaka mingi wakati wa utawala wa Bashar al-Assad wao walikuwa na upinzani mkubwa sana na Bashar al-Assad. Bashar al-Assad alikuwa anatokana na jamii ya Alawit ambao ni moja ya dhehebu pia linatokana na Ushia, ambao wao kule kwao ni kule Latakia, ambapo maafisa usalama wa ngazi za juu karibu waliweka wote jamii kutoka kwake Alawit, na ndio ilipoleta uhasama kidogo, watu kuhisi kama ni jamii ambazo kwanza ni idadi ndogo lakini ndio ina control nchi kubwa na kuwatenga jamii nyingine. Mapigano yaliyoanzishwa na HTS mwisho wa mwaka jana, ambao wanafahamika HTS kuwa wengi wao ni Sunni, wanatokana na kile Nusrat Front, wanatokana na utiifu wa Al-Qaeda, ambao kwa nyuma utaona kama kuna mkono wa Marekani pia unatoka kwa nyuma kuja kwa Nusrat Front, kutoka kumshikilia Ahmed al-Sharaa mpaka kuja kuwa kutoka kumshikilia Abu Muhammad al-Jolani mpaka kuja kuwa Ahmed al-Sharaa. Nyuma kuna kitu kilipikwa, mpango wa kumpindua Bashar al-Assad ambao ulipikwa kwa kiwango kikubwa na Israeli, Uturuki, Ukraine, Marekani na baadhi ya dola za Kiarabu za Gulfu
ulikuwa umeratibu shughuli nzima ya shida ya kumuondoa Bashar al-Assad, na Bashar al-Assad akaondoka na nchi ikadondoka kwenye mikono ya HTS. Tafsiri ya HTS kuwa wao ndio wamiliki, licha ya kuwa kuna mgogoro upande wa pili kule jamii ya wale wa Kurdi ambao ni SDF. Kiasi migogoro yao imekuwa ni midogo licha kuwa wana ukubwa. Alawite ambao walishirikiana na HTS kumuondoa sio Alawite, hawa Druze walishirikiana na HTS kumuondoa Bashar al-Assad madarakani. Manake unaona kuwa hii jamii ilikuwa na ugomvi na Bashar al-Assad, lakini sasa imezua ugomvi mpya na serikali mpya ya HTS. Sasa nini kilijiri? Kulikuwepo na rekodi ambayo inasemekana ilitokana na moja wa mashehe wa Kidruze ambayo iliripotiwa. Ilikuwa ni sauti ambayo inasikika ya mtandao, na ikatajwa kuwa ni shehe fulani ambaye alikuwa amemtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile sauti ikazunguka sana kwa watu wa Syria, kwa hiyo ikayafikia yale makundi yenye misimamo mikali ya Syria ambayo kiasi kikubwa ndio waliomweka madarakani Ahmed al-Sharaa. Sasa kitendo kile kilikuwa ni kama uchochezi na hatari kwa jamii ya Druze tayari ikawa imeingia matatizoni. Sauti hiyo ambayo Druze wameikanusha kuwa haihusiki na wao na haijatokana na wao ndio imezaa machafuko yote haya makubwa. Sasa utajiuliza hii sauti ilichapishwa wapi na ikaprintiwa na nani? Israeli baada tu ya kuondoka Bashar al-Assad alikwenda kuchukua mpaka milima ya Meroni, akasogea ile jamii ya Druze yote akaanza kuwapa kipaumbele na kusema kuwa yeye ndio mlinzi wao halisi. Jamii ya Druze ya Syria, jamii ya Druze iliyokuwa ikiishi upande wa pili wa Israeli, upande wa Golan, asilimia kubwa walikuwa hawakubaliani na utaifa wa Israeli kwa kiwango kikubwa. Hata wale walikuwa wamebaki kuishi Israeli kwa miaka mingi toka miaka ya 70 na hawakuwahi, baadhi yao ambao watu wazima, baadhi yao hawakuwahi kubadili uraia wao wa Syria, na wanajitambulisha kuwa wao ni wa Syria na sio wa Israeli. Israeli inatoa nafasi, jeshi la Israeli linatoa nafasi kwa vijana wa Kidruze kujiunga na jeshi ambao ni Waarabu, kiasili wanazungumza Kiarabu Druze. Hao wanaunganishwa kwenye jeshi la Israeli, ambapo kuwa marufuku ya kujiunga na jeshi la Israeli inakwenda kwa asilimia 20 ya Waisraeli ambao kiasili ni wanatokana na Wapalestina, Waarabu wa Kipalestina. Wao hawaruhusiwi kujiunga na jeshi, lakini jamii ya Druze inaruhusiwa kujiunga na jeshi. Kwa hiyo baadhi ya vijana wa Kidruze ukiwasikia Waarabu ambao wanakuwa kwenye jeshi la Israeli, hawa ni Druze ambao wanatokana kwenye milima ya Golani kuja mpaka Meroni huko. Sasa Israeli baada ya kuingia Syria akaenda kuhakikisha kuwa ile jamii yote ya Druze anaiweka karibu yake, na kwa sababu ya hali na umaskini wa eneo na Syria ilivyokuwa imefikia, cha kwanza Israeli akawapa favor kubwa sana kuanza kubadili maeneo ya miji yao. Miji ya Sueda, Sanahia na miji mingine yote ilianza kupata miundombinu. Israeli ikirekebisha barabara, ikipatia huduma nzuri, ikijaribu kuboresha mawasiliano na kutangaza kuwa jamii ya Druze wataajiriwa kwenye kazi nyingi ambazo zinapatikana kule Israeli. Sasa wale wasiokuwa na kazi wakaanza kujiandikisha na kutaka kwenda upande wa pili, na Israeli ikatoa mpaka kati ya wa Druze walikuwa wanaishi upande wa pili wa Israeli na Druze ambao walikuwa upande wa Syria, wakaanza kutembeleana baada ya miaka 50. Sasa ilikuwa inajivuta karibu yao, lakini upinzani wa ndani wa raia wa kawaida wa Druze bado umeendelea dhidi ya Israeli, kuwa wanaonekana kama kuwa hawataki hizi ofa wanazopewa na Israeli. Lakini baadaye Israeli baada ya uchunguzi wake ikasema kuwa kuajiri Druze ndani ya Israeli kuwa ni swala ambalo linatishia usalama wa ndani, kuwa bado hatuwezi kuamini. Kwa hiyo mpango ukafutwa rasmi. Nini kilitokea baada ya ile sauti? Baada ya ile sauti kutoka, tayari taarifa za malipizo kwa ile sauti zikawa kubwa na hofu ikawa kubwa kwa jamii ya Druze kushambuliwa. Kwa hiyo Druze wakawa wamejipanga, wanamgambo wa Druze, kulinda community zao, kulinda jamii zao. Wapiganaji ambao wanasemekana hivi sasa wako nje ya HTS baada ya tangazo la serikali ya HTS kutangaza kuwa huenda ikaanzisha uhusiano na Israeli. Kuna uasi mkubwa umetokea ndani ya Syria kuwa wengi wa wapiganaji wamejitenga na makundi. Sasa baada ya kujitenga na yale makundi, wameenda kulipa kisasi kwa ile jamii. Sasa wakati wamekwenda kuanza kulipa kisasi kwa Druze, vikosi vya usalama ambao vinaongozwa na HTS vikaelekea Sanahia kwa ajili ya kwenda kutuliza hiyo vurugu, hasa barabara ya Sueda kule, kwenda kutuliza ile vurugu ambayo inatokea maeneo hayo. Baada ya kwenda kutuliza vurugu, Israeli ikaingilia kati kuanza kuvishambulia vikosi vya serikali ya Syria ya sasa HTS, vikidai kuwa ni vikosi vya itikadi kali ambao vinakuja kuidhuru jamii ya Druze. Kwa hiyo Israeli ikajikinga kuwa yenyewe iko kwa ajili ya kuwatetea wa Druze.
Hapo ndio machafuko makubwa yalipoibuka na zaidi ya watu 100 wanaripotiwa kuuawa, huku baadhi ya majeruhi wa Kidruzi waliojeruhiwa wakibebwa na kwenda kutibiwa ndani ya Israeli. Bado kuna msiguano mkali na bado kumekuwa na taarifa ambazo zinatolewa na Druzi kuwa huenda kuna hila imefanyika ya kuwachonganisha kati yao. Sishangai kwa sababu Israeli amekuwa akitaka favor aipate kupitia hawa wa Druzi. Katika kipindi hiki chote amekuwa akitaka favor ya kupata nafuu na kusema kuwa hawa wa Druzi wajihisi kuwa sehemu ya Israeli tunakuwa sehemu salama sana kuliko kuwa upande wa pili wa Syria. Kwa hiyo ni bora tubaki na Israeli. Sasa Israeli huitumia hiyo nafasi. Nadhani ninachokiongea kwa wale ambao mmewahi kufuatilia mgogoro uliotokea kati ya miaka ya 70 kati ya makundi ya kidini kule Lebanoni na vita ya wao kwa wao ambayo ilipiganwa kwa miaka mingi kati ya makundi yote Shia, Sunni, wa Kristo kule Lebanoni, mpaka baadaye kuja kubadili makubaliano ya amani yaliyotungiwa utaratibu kuwa ni lazima madaraka yagawanywe, kwa rais kuwa Mkristo, waziri mkuu kuwa Sunni na spika wa bunge kuwa Shia. Hiyo yote ilipekea vuguvugu na chokochoko zilizoanza kwa namna hii, kuwa ule ugomvi wa kidini ulipandikizwa sehemu nzuri na ukastawi na kupelekea madhara makubwa kwa wa Lebanoni. Kwa hiyo kile kilichotokea Lebanoni ndio kinaletwa hapa. Hili halina shaka linapikwa wapi. Hautakiwi kuuliza kuwa hiki kitu kimepikwa kutokea wapi. Ni chuki ambayo wanapandikiziwa kutokea upande wa pili kuwa nyinyi kwa nyinyi, yani divide them, rule them, yani kawaida wagawanye na uwatawale. Ni rahisi sana kuwatawala hawa watu kwa kupitia imani zao. Ni rahisi sana kuwaingia kwa kupitia misimamo yao. Kilichotokea kati ya Iran na Saudi Arabia kwa kukata uhusiano kwa miaka 8 ndicho ambacho kinakwenda hapa Lebanon, hapa Syria hivi sasa, na kinapikwa vizuri sana kutoka kwenye mpango kamili wa Kizayuni kuhakikisha kuwa hapa tunawavuruga kabisa ili wasiweze kusikilizana. Sasa mashambulizi ya Israeli yameendelea na Waziri Mkuu Netanyahu anasema kuwa wao wanawalinda jamii ya Druze, wakati serikali ya Syria inatangaza kuwa hatujaomba usaidizi wowote wa kimataifa kutoka nje kwa ajili ya kulinda jamii zetu, kwa sababu tunaamini uwezo wa kujilinda tunao. Hatuhitaji msaada wowote kwa sababu hawa wa Druze sio wa Israeli, hawa wa Druze ni wa Syria. Kwa hiyo mwenye haki na mamlaka ya kuwalinda hii jamii sio serikali ya Israeli, isipokuwa mwenye mamlaka ya kulinda ni serikali ya Syria. Lakini uingiliaji kati wa Israeli bado haujalaniwa popote kimataifa. Kwa nini Israeli imejiingiza kwenye mgogoro ambao kiasili unaonekana umepikwa kutokea kwake na kupachika zile chip kwenye vichwa vya baadhi ya viongozi wa Kidruzi ambao kwa wamekubali kununuliwa upande wa pili kwa ajili ya kuchochea machafuko? Kwa sababu hii jamii ya Druze ambayo iliyopo Lebanon, jamii ya Druze ambayo iliyopo Syria, jamii ya Druze iliyopo Jordan, jamii ya Druze ambayo wamekuepo hata upande wa pili wa Israel. Israeli ina Druze 150,000 ambao imekuwa ikiwakalia kule Golan. Hawakubaliani na wao kujinasibisha na Israeli, na wao hawaungi mkono Israeli, isipokuwa kwa muda mrefu hii jamii bado inaunga mkono kwa kiwango kikubwa wa Palestina. Sasa Israeli anajaribu kuwateka nyara hawa kwa sababu ya ardhi yao. Huenda ile ardhi yao ikawa na manufaa katika kile kitu kinaitwa Great Israeli, Israeli kubwa ambayo imekuwa ikikusudiwa kujengwa kwa muda mrefu zaidi, ambao kwa ni mipango ya miaka toka 1901 1902 ya kuitaka ile Israeli kubwa ambayo hivi sasa wamekuwa wakimega taratibu. Baada ya kudondoka serikali ya Bashar al-Assad, Israeli imechukua eneo kubwa zaidi upande wa Syria kuliko hata eneo ambalo imekuwa ikilikalia kule West Bank. Kwa hiyo kinachoendelea ndani ya Syria ni vita ya kidini ambayo imepikwa kiasi kikubwa kutoka nje na inachochewa kutoka nje ili waweze kumalizana wao kwa wao, na anayepata faida hapa ni Israeli. Asanteni. Rahby Digital, haki na ukweli.